tuendelee kukumbushana, kuhamasishana ili watu wenye uwezo waweze kusaidia wale ambao hawana uwezo. Nichukue tu fursa ya kumsifu Rais wetu Daktari Hussein Ali Mwinyi kwamba nashukuru maendeleo yake tunayaona. Barabara kwa kweli ndio hivyo anazijenga, madaraja anayajenga, taa kila pahali. Kwa hiyo kwanza nashukuru kwamba hata sisi tusoona basi tunaona mwanga kupitia yeye, kwa sababu anang'arisha na tunaona ng'aro wake. Sasa pia niendelee tu kumwambia Dr. Mwinyi na hata Mama Maria Mwinyi, na pia salamu hizi zimfikie mpaka Rais wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, pia zimfikie hizi taarifa kwamba utendaji wao tunauona. Sasa naomba kwanza kwa rais wangu wa Zanzibar, basi inshallah anione na mimi kilio changu akipokee, ikiwezekana hili jukumu la kuwezeka akisema atalichukua yeye pia, basi itakuwa sio mbaya, na serikali yangu naamini inaweza kufanya hivyo. Mimi namkaribisha rais wangu, namwambia akaribie, anisaidie, kilio changu akisikie. Mtazamaji wa ASAM Online TV, kama utakumbuka, tuliwahi kukuletea taarifa ya kusikitisha kuhusu ndugu Swaleh Hatibu Abdalla, mkazi wa Kwarara mwenye ulemavu wa macho, ambaye alipitia mtihani mzito baada ya kuibiwa vitu katika nyumba anayoishi, tukio ambalo liligusa mioyo ya wengi. Leo hii sauti ya Saleh si ya huzuni tena, ni sauti ya shukrani. Kwa unyenyekevu mkubwa anawashukuru wote walioguswa na hali yake na kuamua kusimama naye. Kwa historia ya kiufupi kwamba uko mwanzo nilipata mitihani, nafikiri muliona ile mitihani niliyopata ya kuibiwa, niliibiwa vitu ndani, lakini kama sikosei pia nisiwe mchoyo wa fadhila, nashukuru chombo cha ASAM TV kaja kikanitembelea na kikanipa ubora wake wa kujielezea, na nadhani picha yangu muliiona. Kwa hiyo pia natoa shukurani zangu za dhati kwanza kwa ASAM TV, lakini pia natoa shukurani zangu za dhati kwa wale walolipokea wakanisaidia namna moja ama namna nyingine, pia wamenisaidia kiasi fulani. Lakini pia naishukuru na familia yangu kwa kunisupport mpaka hapa nilipofikia, na naishukuru pia msikiti wangu, ama misikiti yangu ni kama familia yangu ya pili, pia na wao wako bega kwa bega kwa ajili ya pia wakanisaidia. Sasa nashukuru nimepata hatua nzuri, nimefikia hatua nzuri, na hatua nilofikia nimefikia hatua ya kuwezeka. Yani nimefikia hatua ya boma, lakini bado changamoto ya kuwezeka, kwa sababu kama nilivyowaambia au naendelea kuambia kwamba naishi kwenye banda la kukodi, na ikifika miezi yake na mwenyewe alitaka nihame kusema kweli kwenye hilo banda, lakini mpaka sasa hivi ndo naishi kwa njia za kulipia, na kiukweli sina uwezo wa kulipa, sababu kama nilivyoeleza kwamba sina ile kazi maalumu ya kujitegemea nikasema nilipe, naenda kwa njia za kusaidiwa. Sasa nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimepata kiwanja kile, lakini sasa hivi si kiwanja tena, ndo tayari kimeshakuwa banda, isipokuwa changamoto kubwa ni ya kuwezeka kwa kweli bado ndo kumenishinda na nimesimama. Sasa ilikuwa naomba kwa Waislamu, kwa watu binafsi, kwa taasisi na hata serikali yangu kwa ujumla, kupitia hichi chombo cha ASAM, napaza sauti yangu kwa kuambia kwamba bado nahitaji msaada wa kusaidiwa. Mwenye bati, kunatakiwa bati 70, kunatakiwa korja za majiti zile korja 4, lakini kunatakiwa 2x2 30. Kwa hiyo mwenye bati, mwenye boriti, mwenye 2x2 nahitaji shawa anisaidie. Lakini pia mtu akisema hana vifaa, mwenye fedha, namba itakuja kutolewa na mtaiona namba. Kwa hiyo kikubwa na Waislamu hasa kwa miezi hii mitukufu, Mwenyezi Mungu ndo analipa zaidi kwa yule ambao atatoa sadaka yake na atatanguliza kwa kumpa mtu maskini. Changamoto kubwa kwa sasa hivi, mimi kwanza kama nilivyosema awali, sina kazi maalum ile ya kujiendesha. Sasa nikasema kwamba nailea familia yangu, sababu sasa hivi nina watoto wawili, na hao watoto kwamba nasomesha, na maanisha wanasoma nursery school
kila mwezi wanahitaji walipiwe 15,000. Lakini pia kwa hatua nyingine yani nitasema kwamba watoto pia wanahitaji malezi. Leo wanasoma nasara, lakini siku nyingine watakuja kusoma pakubwa zaidi. Sasa kazi maalumu nitasema sina ile ya kujiendesha. Kwa hiyo nikipata pia ule msaada wa kibiashara, sababu jambo kubwa naloliweza mimi ni biashara, aidha niekewe mlango wa duka ama niekewe kile kibanda kama kile cha wamachinga, kile nikikipata pia sio mbaya. Nitafute zile bidhaa ninazozihisi za kwenda sokoni, basi inshallah nianze kujishughulisha ili niweze kujisaidia pia mimi mwenyewe binafsi. Kwanza wakituona watu kama sisi au kuliko sisi, basi kwanza wasitudharau, na maanisha kutunyanyapaa, labda wakatuona wale ni walemavu tu hawezi kufanya kitu. Mimi nahisi tukiwezeshwa, basi naamini hata sisi walemavu naamini tunaweza. Nichukue tu fursa ya kumsifu rais wetu Daktari Hussein Ali Mwinyi kwamba nashukuru maendeleo yake tunayaona. Barabara kwa kweli ndio hivyo anazijenga, madaraja anayajenga, taa kila pahali. Kwa hiyo kwanza nashukuru kwamba hata sisi tusoona basi tunaona mwanga kupitia yeye, kwa sababu anang'arisha na tunaona ng'aro wake. Sasa pia niendelee tu kumwambia Dr. Mwinyi na hata Mama Maria Mwinyi, na pia salamu hizi zimfikie mpaka rais wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, pia zimfikie hizi taarifa kwamba utendaji wao tunauona. Sasa naomba kwanza kwa rais wangu wa Zanzibar, basi inshallah anione na mimi kilio changu akipokee, ikiwezekana hili jukumu la kuwezeka akisema atalichukua yeye pia, basi itakuwa sio mbaya, na serikali yangu naamini inaweza kufanya hivyo. Ikiwa kajenga barabara kubwa, ikiwa kajenga flyover tunaliona lile pale. Sasa naamini hili langu mimi ni dogo tu kama talitizama. Kwa hiyo mimi namkaribisha rais wangu, namwambia akaribie, anisaidie, kilio changu akisikie, na serikali yangu kwa ujumla, mawaziri hao sitaki kuwataja wote, lakini Riziki Pembe, huyu Mheshimiwa Ana, pia wanawake na watoto, limguse hili. Katika kipindi hiki cha majaribu, jamii imeonyesha kuwa bado ina utu. Hata hivyo, si wote walioguswa. Wapo wachache waliokosa huruma, wakasahau msemo unaosema hakuna aijuaye kesho. Kuna siku alikuja mwenye nyumba hapa. Alipokuja mwenye nyumba nikamwambia mume wangu toka nje kaangalie huko, akaenda kwenda akakutana na mwenye nyumba akamwambia hapa ikifika Jumatatu na kuja huko ndani na kuja kuwatolea vitu vyenu vyote na kuja kuvitoa nje. Kwa pale kasi hatuna kufanya kwa sababu ilikuwa Ijumaa ile, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu. Akatambia nakuja kukutoeni hapa, mimi nataka banda langu muondoke mtafute pa kwenda. Nikamwambia tustahimilie mpaka tupate japo chumba kimoja tu, kwa sababu sisi wenyewe ndio tunasaidiwa, maisha yetu sisi ya kusaidiwa. Akasema mimi sielewi hilo, mtajijua wenyewe, mtatafuta pa kwenda, mtatafuta njia yoyote ili mfanye, lakini mimi mnipe hili banda langu. Kwa hiyo nikamwambia mume wangu nenda kaongea na watu wa msikitini, wajua anazungumza naye vipi. Kwa miezi 6 hapo lakini 80, halafu huko wao tunategemea watu kwa msikiti watusaidie ujenzi. Kwa hiyo utakuta tunawalalia sana, kwa tunawaomba wahisani. Akizungumza kwa niaba ya uongozi wa msikiti unaoratibu juhudi za kumjengea Swaleh nyumba, ndugu Suleiman Hamisi ameishukuru jamii kwa mshikamano mkubwa ulioonyeshwa hadi kufikia hatua hiyo ya ujenzi. Mahitaji makubwa mpaka hapa tulipofikia sasa hivi, tunachohitaji ni bati. Tunachohitaji ni bati kwa sababu huyu kijana nyumba anayokaa kwa sasa hivi ana kodi na mwenyewe anaitaka kwa kila siku buguza, anataka nyumba yake. Kwa hiyo stahili, kwa ufupi tulipofikia ni hapa. Kwa hiyo tunaomba Waislamu wote kwa ujumla, tunaomba kwamba tunahitaji mabati sasa hivi. Mchango wa mwanzo kwanza tunahitaji mabati. Mpaka kufikia hapa nyumba ilipo ni msikiti wa Muhajirina na msikiti wa Kindi, ndio tulioshirikiana kwa pamoja mpaka kufikia stage hii. Tathmini kutoka na bati mpaka majiti hapo ni kama milioni 8 kulingana na nyumba yenyewe ilivyo, kuanzia miti mpaka bati.
ni kama milioni 8 hivi. Hata hivyo, safari bado inaendelea. Kwa yoyote uliyoguswa na maisha ya Swaleh Khatibu na ungependa kushiriki katika kumrejeshea tabasamu na heshima ya makaazi, unaweza kutoa mchango wako na kuwa sehemu ya historia hii ya upendo na kumbukumbu isiyofutika katika maisha ya Swaleh. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Jabir Ridwan. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.